Tunaamini leo Mungu ana kusudi jema kwa ajili ya kuwafungua watoto wake. Alichokifanya jana, Mungu anaweza kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya kwenye maisha yako jana. Inawezekana jana alikufungua kichwa, leo anahitaji kufungua mkono. Inawezekana jana alikufungua mkono, leo anakufungua mgongo. Kila siku nguvu zake ni mpya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hata wewe ambaye unatusikiliza usiku wa leo wa badiliko, amini kuna badiliko ambalo Mungu anataka kulifanya kwenye maisha yako. Unala kuongeza mtumishi? Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kutupa tena hii nafasi usiku wa leo wa badiliko. Tegemea badiliko kulingana na kipindi kinavyosema usiku wa badiliko. Amen. Basi jiandae, hakikisha unatuma linki kwa ndugu, jamaa, rafiki popote pale ambapo yupo. Mwambie ni muda wa usiku wa badiliko. Kuna kitu Mungu anataka kufanya kwako. Inawezekana unayemtumia ndio leo unakuwa usiku wake wa badiliko. Haleluya. Inawezekana unayemtumia yeye mwenye hata yeye alikuwa ajui, lakini Mungu ndo amekusudia aweze kukutana na muujiza wake. Amen. Kutuma kwako message moja huwezi kujua ni wangapi wanaokolewa. Neno la Mungu linakuja kwa kusikia. Imani nayo inakuja kwa kusikia. Uponyaji nao unakuja kwa kusikia. Hata mauti inakuja kwa kusikia. Masikio ni mlango mkubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kusikia, kuona ni milango mikubwa sana inayosababisha nguvu za kiroho ziweze kuingia kwa mtu. Kwa hiyo kama Mungu anaweza kupitisha vitu vyake kwenye kusikia na kuona, hata adui naye ana uwezo wa kupitisha vitu vyake katika kusikia na kuona. Watu wengi sana vitu vibaya vyao kwenye maisha vinavyotokea sio kwamba hajawahi kuviona. Wengi wanasemaga hiki kitu nilishawahi kukiona, au nilishawahi kukiota, au nilishawahi kukihisi. Kwa sababu ni principle ya ulimwengu wa roho kukupa taarifa. Na taarifa inapokuja kwako inategemea unaichukuliaje. Unaichukulia positive ama negative. Unavunja, unashukuru ama unaacha tu vitokee. Kwa hiyo mwenye kudetermine kesho yako ama baadaye yako ni wewe mwenyewe. Ndio maana tunasema tuma hii link. Huwezi jua kuna mtu ambaye alikuwa amelala, amedhoofika. Baada ya haya maombi Mungu anamuinua. Baada ya maombi anainuka tena. Baada ya maombi anapata uponyaji tena. Kwa hiyo hakikisha unatuma kwa mtu ambaye unadhani kuna kitu Mungu anahitaji kufanya kwenye maisha yake. Basi nadhani tufungue kwa maombi alafu tuweze kuendelea. Karibu mtumishi. Tuombe. Baba, tunasema asante kwa ajili ya wakati mzuri sana ambao umetupa siku ya leo. Litukuzwe jina lako Bwana kwa ajili ya kila badiliko ambalo utaliachia katikati yetu, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya neema ya wokovu, kwa ajili ya kusogea zaidi Bwana. Tunasema asante maana siku ya leo badiliko litakwenda kutokea. Mungu, ninawaweka wote ambao wako online mikononi mwako sahihi. Wanapotusikiliza mioyo yao ikafunguke, wakapata hilo badiliko ambalo linatakiwa kutokea siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi leo kuna kitu kizuri Mungu anataka tuongee na sisi. Fungua na mimi kitabu cha Luka mlango wa 6 mstari wa 6 hadi wa 10. Karibu. 6 mpaka 10. Nitasoma. Ikawa siku ya Sabato nyingine, aliingia katika sinagogi akafundisha. Na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshtakia. Niendelee. Lakini yeye akayatambua mawazo yao. Akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, ondoka, simama katikati. Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawaambia,
Na wauliza ninyi, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Amen. Amen. Hii story ni ya Yesu alipoingia katika synagogue. Na title unaweza kaandika usimpangie Yesu. Usimpangie Yesu. Kitu unachokipitia wewe ni ngumu sana wengine wakakuelewa. True. Yaani maumivu unayoyapitia wewe, hayo maumivu sio kila mtu anayapitia. Okay. Na ndo maana ugonjwa haupo kwa kila mtu. Ama tatizo halipo kwa kila mtu. Ama baya halipo kwa kila mtu. Vivyo vivyo sio kila zuri lipo kwa kila mtu. Kwa hiyo unachokipitia wewe, jua kabisa anayepitia ni wewe peke yako. Amen. Na siku ukijitoa kwenye wingi, ukajiweka kwenye umoja, ni rahisi sana ukapata breakthrough yako. Amen. Amen. Na ngoja nikwambie, unachokipitia wewe, ingawa wengine hawakipitii, lakini wengi wao wanafurahia unachokipitia. Kweli kabisa. Aina ya maisha unayoishi, nataka nikwambie, kuna watu wengi wanayafurahia jinsi unavyoishi. Aina ya ugonjwa unaoenda nao, kuna watu wengi sana nyuma yako wanafurahia jinsi unavyoumwa. Unavyokuwa ni mdhaifu, kuna kundi kubwa sana la watu wanafurahia udhaifu wako. Yaani wanasema huyu bora aendelee kuwa mgonjwa hivyo hivyo. Bora afe. Bora afe kabisa. Kwa sababu tunajua siku akipona atakuja kuchukua nafasi zetu. Siku akipona atakuja kuchukua biashara zetu. Siku akipona, yani wanajua ukipona nguvu gani unayo ya kuweza kuchukua vitu ambavyo wao wanavyo. Kwa hiyo pona yao ni wewe kuwa mdhaifu. Hivi unajua udhaifu wako wewe unasababisha labda kuna dada itakiwa kuolewa na wewe asiolewe. Na kuna kaka mwingine anasema ni bora yule jamaa endelee kuumwa hadi afe ili mimi niweze kumuoa huyo dada. Kwa hiyo kadiri unachokipitia wewe, wengine ni furaha kwao. Sasa jinsi wao walivyo, wanavyokuwa wako comfortable, na wewe usitake kuwa comfortable kama wewe, kama wao. Kwa sababu wewe comfortability yako sio comfortability yao. Ili wewe uweze kulala, una banchi la dawa ambazo unatakiwa umeze. Una kifurushi cha madawa unatakiwa ukimeze ndio upate usingizi. Wakati wao hata wakikaa tu kwenye kiti wanalala usingizi. Usijifananishe na wao. Yes. Ingawa wote mnaweza mkatoa sauti, lakini maumivu ya ndani hayafanani. Kabisa. Kwa sababu wewe unachokipitia sicho wao wanachokipitia. Wao wana furaha kubwa, wewe hauna hiyo furaha. Wewe unatamani uwe kama wao, lakini wao hawatamani kuwa kama wewe. Wewe unasema Mungu niwezeshe niwe na afya kama fulani, lakini wao maombi yao hawatamani Mungu awafanye kuwa kama wewe. Ukijua hiyo siri, hautakaa kujifananisha na mtu yoyote hapa duniani. Amen. Sio mzazi wako, sio rafiki yako, sio jamaa yako, sio jirani yako. Hautatamani kuishi maisha yake. Kwa sababu gani? Hakunaga mtu anayefanana maisha na mwingine. Amen. Amen. Hawa watu wapo katika sinagogi. Hawa watu wapo kanisani. Hawa watu wote wakisema Bwana Yesu asifiwe wote wanaitikia amina. Lakini kuna mmoja katika wengi hayuko sawa na wenzake. Ingawa wakiingia kanisani wote wanacheka. Ingawa wakiingia kanisani wote wanafurahi. Ingawa wakiingia kanisani wote wanaimba. Ingawa wakiingia kanisani wanaonekana wote ni sawa, lakini hawako sawa. Yesu anaingia katika sinagogi. Yesu anaingia katika kanisa. Yesu anaingia katika nyumba. Anaangalia, anasema hapana. Kuna mmoja hapa hayuko sawa, ingawa na yeye anamsifu Mungu. Ngoja nikwambie, kuwa umeokoka haimaanishi mabaya yatakuacha kukufuata. Kuwa unampenda Mungu haimaanishi magonjwa yataacha kukufuata. Kuwa unalikiri jina la Yesu haimaanishi mambo mengine ya kidhaifu kwamba yatakupata. Kuwa unasema jina la Yesu haimaanishi kwamba nguvu za giza hazitaweza kuja na kukuataki.
Tena ngoja nikwambie, zitakutafuta kwa hali na mali. Unajua kuna watu wanasemaga ukiokoka au nguvu za giza haziwezi kukuvaa. Sio kweli. Ingekuwa ni hivyo, Petro yuko na Yesu, tena mtu wake wa karibu, lakini bado shetani alimuingia. Hata Yesu mwenyewe. Hata Yesu mwenyewe, si ndio? Ingekuwa sio hivyo, hata Yuda asingekuwa attacked. Umeelewa? Yesu anajaribiwa ingawa ni mwana wa Mungu. Zinakuja kutaka kumuattack ingawa ni mwana wa Mungu. Zinampeleka mpaka kwenye jangwa, kwenye kilele, zinataka kumjaribu. Huyo ni mwana wa Mungu, Yesu. Sembuse wewe ambaye umeokoka juzi. Nguvu za giza ndiye mshindani wetu. Ndiye adui yetu. Siku zote ni kama simba ungurumaye. Halali ili kuhakikisha watoto wa Mungu wanakuwa wanapigwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa uko ndani ya kanisa lakini ugonjwa haujakuacha. Uko ndani ya kanisa kuna jini mahaba liko na wewe. Ingawa unamsifu Mungu, unamwimbia, lakini kuna nguvu za giza, kuna sehemu zimekukaa. Okay, inawezekana zisiwepo kwenye nguvu za giza za marafiki kwa mapepo, majini na nini, lakini uchumi wako umekamatwa. Kuna mtu ameushikilia uchumi wako. Kweli ukifanyiwa maombi hakuna nguvu ya giza yote. Hakuna shida yote, lakini amebana kwenye eneo la uchumi wako. Unaangalia wengine unaona wanafurahi, wengine unaona maisha yao yanakwenda, biashara zao zinakwenda, lakini wewe zako haziendi. Unasema mbona nimeokoka? Swala la kuokoka na swala la adui kuja na kufanya kazi kwenye maisha yako kutaka kukuattack ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu Biblia inasema ni mshindani wetu. Sasa kwanza lini mshindani akakaa kimya? Kazi ya mshindani ni kusababisha wewe ufanye nini? Uanguke. Na usipokuwa makini anakuangusha, alafu anakupa comfortability ya kuona kwamba ni kitu cha kawaida. Sisi walokole kuishi maisha haya ni kawaida. Sisi walokole kutembea kwa miguu ni kawaida. Sisi walokole kulia ni kawaida. Sisi walokole kupanda mabasi na sio ndege ni kawaida. Utaanza kuhalalisha vitu vizuri kwa wengine kwamba kwako ni vibaya. Ni rahisi ukaanza kuwachukia watu ambao wana mafanikio kwa kisingizio kwamba wataenda wapi? Motoni. Ni rahisi sana kusema magonjwa ni sehemu ya maisha yangu. Tumeambiwa duniani mnayo dhiki. Lakini jipeni nini? Moyo. Jipeni moyo. Bwana. Sikiza nikwambie, kila jambo lina muda wake wa kuisha. Sawa? Umeandikiwa maisha mazuri, unatakiwa kuishi maisha mazuri. Yes, kuna watu ambao ugonjwa ni sehemu yao, Mungu labda anataka kuwaondoa, ama kuna kitu Mungu anataka kuwatengeneza, ama kuna kitu Mungu anataka kuwafundisha. Hao waache kwa sababu ni package yao. Lakini uhuru wa afya ni kwa kila mtu. Amen. Ukijilinganisha hivyo utasema una mifano mizuri, unasema mbona Paulo alikuwa na udhaifu, alafu Bwana anasema neema yangu yatosha. Sawa, kwa Paulo ni Paulo, wewe ni Paulo. Mbona kuna wengine waliponywa? Mbona kuna wengine hawajatembea na udhaifu huo? Haya, ukija utasema kuna Elisha pia. Sawa, wewe Elisha. Kwa hiyo usijichukulie nafasi kama Mungu hajakuweka katika hiyo nafasi. Je, Mungu amekusudia uishi majangwani? Mungu amekusudia ule dagaa na bamia peke yake? Kama Mungu haja kukusudia wewe, maana yake Mungu amekusudia mema katika maisha yako. Amen. Mungu amekusudia uishi vizuri, ukae vizuri, ucheke vizuri. Ukija katika sinagogi lake, ukija katika hekalu lake, uweze ukimwimbia Mungu huku ukiwa na furaha yote. Amen. Biblia inasema ikawa siku ya Sabato nyingine aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwapo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepoza. Katika sinagogi humo ambapo Yesu yupo, kuna mtu mkono umepoza. Manake humo kanisani ambapo Yesu anahubiriwa, kuna watu wana magonjwa. Humo kanisani ambapo tunamsifu Mungu, kuna watu wana nguvu za giza. Na ngoja nikwambie, kabla ya Yesu kwenda kwenye sinagogi, walikuwepo pia kuna wengine wanaenda kwenye sinagogi, lakini hakuna matokeo. Yes. Matokeo ya kuleta au majawabu ya watu hayapo katika kanisa, yapo katika utumishi wa mtu. Amen. Narudia tena. Amen. Majengo yetu hayajajaiba majawabu yetu, ila majawabu yapo kwa mtu. Yes. Yaani usijidanganye kusema kanisa fulani kwa sababu ni kubwa lina majibu yako. No. Ama kanisa fulani dogo lina majibu yako. No. Ikitokea hilo kanisa halina mtu
ambaye ana uwezo wa kuzivuta nguvu za Mungu zikawa zina majibu kwa watu, hakuna kinachoenda kutokea. True. Ili sinagogi lilikuwepo kila siku. Na huyu mtu alikuwa anaenda kwenye sinagogi kila siku. Lakini waliokuwepo pale wakuu wa masinagogi kama ni makuhani hawakuwa na nguvu ya kuleta uponyaji kwa yule mtu. Yes. Sio kila kanisa lina majibu yako. Sio kila sehemu unaposema jina la Yesu lina majibu yako. Inategemea kuhani ama huyo mtu alikuwepo hapo ana uwezo wa kushusha uponyaji ukaja kwenye maisha yako. Na ngoja nikwambie, inahitajika mahusiano ya mtu binafsi na Mungu ili Mungu aweze kufanya kitu kwenye kanisa. Amen. Kama hakuna mahusiano ya ambaye yuko hapo na Mungu na hiyo madhabahu, watu wataingia wamepooza, wataondoka wamepooza mwaka baada ya mwaka. Watu wataingia wakiwa na nguvu za giza, wataondoka wakiwa na nguvu za giza, mwaka hadi mwaka, hakuna badiliko lolote. Yes. Na tutajipa moyo kwamba sisi tumeokoka. Makazi yetu sio hapa, makazi yetu ni mbinguni. Duniani sio sehemu yetu, sisi ni wapitaji tu. Sawa, tunatakiwa tupite, lakini tusiwe na nguvu za giza. Tunapitaje? Kwani tulizaliwa na nguvu za giza? Tunatakiwa tupite vizuri. Hatutakiwi tupite huku tunachomwa chomwa. Tupite huku tukiwa tunaamini kabisa Mungu anafanya kazi ndani yetu. Ngoja nikwambie, swala la kufunguliwa ni swala la wewe kumtafuta Mungu. Usipomtafuta Mungu na nguvu zake, kuna sehemu hutaweza kusogea. Usipomtafuta Mungu anayeokoa, kuna sehemu hautasogea. Na sio watu wote wana nguvu ya kuomba vitu vitokee. Wengine Mungu amewadesign waombewe tu. Nguvu yao ndani ni nini? Ni ndogo. Kuna watu hawatakuja kuwa walimu, watakuwa wanafunzi mpaka Yesu anarudi. Lakini kuna wengine Mungu amewadesign waanze kuwa wanafunzi, waje kuwa mitume, waje kuwa manabii, waje kuwa wachungaji, wainjilisti, walimu. Hao Mungu anashushaga nguvu zake kwao. Alafu akianza kuvitamka vitu kwa watu, vitu vinatokea. Ndio maana anasema mavuno ni mengi ila watendakazi ni wachache. Sio kila mtu ameumbiwa kuwa mtendakazi. Wengine wameumbiwa kuwa ni mavuno. Tuje tukuombee ufunguliwe uende. Usitake kuwa na wewe nani? Kuwa na wewe mtumishi. Baki tu kuwa kondoo. Inatosha. Yesu anaingia, anamwona mtu amepooza. Anahubiri, macho yake yanalenga kwa mtu aliyepooza. Anahubiri, anaona watu wamejazwa nguvu za giza. Anahubiri, anaona watu wana magonjwa. Anahubiri, anaona watu kuna vitu haviko sawa. Yesu anasema hapana, ingawa leo ni siku ya Sabato, siruhusiwi kufanya kitu, lakini kwa staili hii sitapata nafasi nyingine tena kurudi katika hili sinagogi. Na muujiza wa huyu mtu umefungwa katika muda. Inawezekana nikiondoka leo, safari yangu ya kurudi hapa ni miaka 3-4 mbele. Inawezekana huyu mtu asiwepo. Na mimi nataka nikuambie, the same wewe unayeniangalia, ambaye umepooza, ambaye unaumwa chochote, yawezekana usipate huu muda tena. Nafasi yako ni sasa. Amen. 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 Kuna miujiza inayofanyika imefungwa katika muda. Huo muda ukipita, huo muujiza nao umepita. Sasa wewe ambaye unanitazama leo, muujiza wako ni sasa. Yawezekana ukuwa umepanga kabisa kukiangalia hiki kipindi. Yawezekana ulipanga kabisa usisikilize. Lakini kwa bahati mbaya ukafungulia TV, nani yako, YouTube yako. Kwa bahati mbaya ukatupiwa hii linki. Ninataka nikuambie, ndiye uliyekusudiwa. Ingawa ni siku ya Sabato, mkono wako uweze kupona. Amen. Inawezekana una manguvu ya giza yamekuganda. Inawezekana kuna majini mahaba yamekujaa, lakini unasema umeokoka, unasema ni Mkristo. Nataka nikwambie, wakati wako ni sasa. Amen. Usimwangalie nani ataniambia ninaangalia nini. Alafu tumefungwa na dini. Huyu anayehubiri ni dhehebu gani? Yale madhehebu yanayoibuka. Ukienda na hivyo, hautaka kupokea muujiza wako. Wanaosema hivyo hawana kifungo kama wewe. Mgonjwa hachagui dokta. Mgonjwa hachagui hospitali. Popote ambapo ataambiwa kuna uzima, ataingia kwenye hospitali. Atauliza tu kuna dokta? Ni hospitali? Inachoma sindano? Inatoa dawa? Anaingia. Na wewe tafuta uponyaji. Amen. Tafuta kuwekwa huru. Amen. Wanalitaja jina la Yesu, ndio wameokoka. Wanamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni mtumishi wa Mungu. Sikiliza. Amen. Kwa sababu ingekuwa muujiza wa huyu mtu aliyepooza mkono,
upo kwa wale Mafarisayo ama kwa yule kuhani wa pale, angekuwa amefunguliwa siku nyingi. Lakini sio kila mtu ana muujiza wako. Amen. Kuna mtu mmoja Mungu amemkusudia alete uponyaji kwenye maisha yako. Amen. Na ndani ya nafsi yako unaona kabisa huyu ana neno la uponyaji juu yangu. Na mimi nachozungumza hiki leo, kuna mtu mmoja hili ni neno lake la uponyaji. Amen. Kuna mtu mmoja hili ni neno lake la kufunguliwa. Amen. Kwa sababu umeamua kusikiliza, umejiconnect na madhabahu, kuna kitu kinatokea. Biblia inasema hivi mstari wa 7. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshtaki. Fanya hivi, na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili aone kama atamponya. Ndio maana nilisema ugonjwa wako ni furaha kwa wengine. Yaani hawa Mafarisayo wanabato na Yesu kuona atafanya afanye. Wanamvizia kwa sababu ya ugonjwa wa mtu fulani. Yaani wewe kupoza kwako kwao ni furaha yao. Yaani ugonjwa wake ni mtego kwa Yesu. Ndio maana wanasemaga hivi, hayo alienda ameombewa, hakuna kitu. Hakuna kitu kwa watumishi. Yaani wewe kusafa kwako kwa wengine ni furaha. Wanabato kuona kama Yesu atafanya au afanyi. Hawana imani na Yesu tena. Kwa sababu gani? Wameshajaribu wao kwa sehemu yao, kwa watu wao, kwenye madhehebu yao, hakujawahi kuwa na matokeo. Wanataka kukuaminisha na wewe kwamba huko unapoenda sio Yesu, ila ni nguvu za giza. Hawa watu wanasema wanamvizia Yesu kwa sababu ya muujiza ambao Yesu alitaka kufanya juu ya huyu mama, juu ya huyu mtu. Yaani badala ya wafurahie, na wanajua Yesu anatenda miujiza. Ndio maana Biblia inasema hivi, waandishi na Mafarisayo wakamvizia. Manake wana historia na Yesu. Na wanajua kwamba Yesu anaponya. Kama wangekuwa wanajua Yesu aponyi, wasingemvizia. Yaani kwa maana nyingine, wanajua kabisa ukienda kwenye madhabahu fulani kuna breakthrough, wanakuvizia. Ukienda siku hiyo kama ni mtoto, hata chakula uli usiku. Hata baba atamani kukuona tena. Sio wao, kuna nguvu ndani inayoshindana na wewe. Uendelee kukaa katika udhaifu ule ule. Uendelee kukaa katika mateso yale yale. Badala Mafarisayo na waandishi wafurahi, waseme Yesu ameingia katika sinagogi letu, kuna mtu leo anaenda kuponywa, wao ndo wanakuwa wa kwanza kuweka block ili Yesu asifanye muujiza. Yaani kuna watu kufungwa kwa kanisa fulani kwao ni furaha. Kuna watu kuanguka kwa mtumishi fulani kwao ni furaha. Kuna watu kuchafuliwa kwa mtumishi fulani kwao ni furaha. Ukianza kuona mtu anafurahia mabaya ya mtu mwingine ambaye ni mtumishi, ujue yeye hana uwezo wa kufanya anachokifanya. Wivu si ukoje? Wivu ni mbaya. Wivu siku zote haushindanage na mtu uliyemshinda, ule mwache. Wivu na wakaga kwa mtu ambaye amekuzidi. Unatamani hiyo nafasi ungekuwa wewe. Mafarisayo walitamani kuponya, wangekuwa nao wao. Kwa sababu kwanza ni wasomi wa Torati. Wanajua miujiza ambayo Mungu aliitenda nayo. Sasa wanamuona kijana mdogo wa miaka 30. Mdogo, hata mimi ni mkubwa, hata sisi ni wakubwa. Yaani Yesu kuwa mdogo zaidi ya sisi hadi. Unaweza kujua jinsi Yesu alivyokuwa. Miaka 30, alafu anafanya vitu vya watu wa miaka 70 ambavyo wameshindwa kufanya. Lazima wivu ingie. Tena wivu mbaya. Wivu mbaya. Kuna ule wivu wa maendeleo ambao ni mzuri, unatamani kuwa kama mtu fulani. Lakini kwa wao ulikuwa ni wivu mbaya. Mbaya. Kwa hiyo wanatamani mwenye kupoza asiponywe na Yesu, ila aponywe na wao. Lakini wao hawana revelation, hawana ufunuo wa kuponya. Wapendwa, ngoja niwaambie, masuala ya uponyaji, masuala ya kuweka watu uhuru ni masuala ya ufunuo. Kabisa. Sio swala la kusema unajua sana Biblia. Ingekuwa hivyo, narudia tena, watu waliosoma theology wangekuwa ni watu wa kwanza kuwafungua watu. Watu waliosomea uchungaji, sisemi kama ni mbaya, ila usiende kusoma uchungaji ili uweze kufanya miracles, uje kufanya kazi za Mungu ambazo ameziandika, hazitakaa kutokea. Roho Mtakatifu hakai katika madaftari. Kabisa. Hakai katika kusoma unafundishwa. Wana claim wale wana malugha zao za Kiyunani. Wana malugha yao ya lugha ya Kiebrania. Wakija hapa wakikupa maandiko utasema
Mungu ameshuka, lakini okay sawa, watu wa sawa wafungue. Na Biblia imeandika, enendeni ulimwenguni pote. Enendeni, mkaweke watu huru, mkahubiri, mkawabatize. Wamesema, lakini wao wanaishia kuhubiri, kubatiza, lakini kuwaweka watu huru wengi hawawezi. Na kuna mtu hajawahi kwenda hata chuo kimoja cha theology, lakini ana ufunuo na neno la Mungu. Alisema utaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Akalichukua lile neno, akaliamini. Baba, nitaweka mikono juu ya wagonjwa. Akaweka imani, hakuweka mashaka. Akatafuta watu wadhaifu, akawaweka mikono, akatamka. Siku ya kwanza ikutokea, siku ya pili ikutokea, siku ya tatu imani yake ikazidi, ikatokea. Watu wanaanza kusema huyu ana nguvu za giza. Na wanaosemaga wana nguvu za giza sio watu wa imani nyingine. Wao hawa wanaojiita wa Kristo. Kwa sababu kwao havitokei, wanasema ni nguvu za giza. Sikilizeni, Mungu mtenda miujiza bado anaishi na bado anatumia watumishi wake. Wale wenye imani wanaomwamini Kristo wanatumiwa na Yesu. Na nataka nikuambie, mimi na mtumishi tuna imani na Yesu. Tuna imani na jina lake. Na ndio maana tunakuambia na wewe leo hii unanyanyuka na kuwa mzima. Mafarisayo na waandishi wanasema isitokee. Tunamvizia. Tena leo ni siku ya nini? Ya Sabato. Eti kama Jumapili hautakiwi tuwaombee watu. Jumapili hautakiwi tuwafungue watu. Unasema leo hapana. Sasa huyo ni Mungu gani ambaye mnataka tu kumsikia lakini hamtaki kuona akitenda miujiza? Unamwekea limitation. Ni Mungu gani huyo? Unataka umsikie kwenye neno tu lakini asiwafungue watu. Kuna watu ni yani si wakoje, wanapinga deliverance kama kama vile Yesu hakuwahi kufanya. Kuna watu wanapinga unabii kama vile Yesu hakuwahi kutabiri. Kuna watu wanapinga watu kuokolewa kama vile Yesu hakuwahi kuokoa. Kuna watu unapinga. Kwa nini unapinga? Kuna roho ndani yako inasababisha ipinge. Mimi nimetumwa na Baba. Yesu akamwambia hivi, ninayoyatenda nitalitenda lile nililolisikia kwa nani? Kutoka kwa Baba. Sitalitenda lolote kwa ajili yangu, ila lolote aliloniambia ndilo nitakalolifanya. Na mimi yoyote ambalo Mungu ametuambia ndio ambayo tutayafanya. Alisema utawafungua watu, ninafungua watu. Utawaombea watu, ninawaombea watu. Utabatiza watu, nitabatiza watu. Utawajaza watu Roho Mtakatifu, nitajaza watu Roho Mtakatifu. Utawaweka watu huru, nitawaweka watu huru. Utawafundisha watu, nitawafundisha watu. Alichokisema ndicho ambacho nitakifanya. Leo kuna watu ambao wanatakiwa kufunguliwa. Na leo kama una mtu anapoza, una mtu sijui mwili umejaa, kuna mtu ambaye sijui kichwa kinamuuma, yeyote ambaye ana magonjwa, tutakapoanza kuomba, mwambie ashike sehemu ambapo anaumwa. Utaona nguvu ya Mungu ambayo itapita kutoka kwenye simu yako kwenda kwake. Kwa sababu Mungu hana mipaka. Mungu hana kizuizi. Akitamka vinatokea. Biblia inaendelea inasema hivi, lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopoza, ondoka, simama katikati. Akaondoka, akasimama. Alikuwa amekaa. Yesu akampoint, wewe simama katikati yao wakuone. Yesu anapenda ubabe. Hakutaka kumponya kimya kimya. Alitaka show off. Awaponye watu waone. Kama ugonjwa huu umekutia aibu, Yesu anataka miaka yote, Yesu anataka kuionyesha aibu kwamba haina nguvu. Katikati ya wanaokucheka, Yesu afanye muujiza. Nataka nikwambie hivi, Mungu akikutendea usiku wa leo, kesho nenda kasimame katikati ya waliokuwa wanakucheka. Nenda kanisani kwenu katoe shukrani. Usikae kimya Mungu anapofanya muujiza. Simama katikati ya watu. Onyesha. Simama katikati ya wale waliosema huko ni sehemu ya mashetani. Waambie niliponywa kwa sababu nilimsikiliza mtumishi fulani. Nenda kanisani kwenu waambie niliponywa kwa sababu nilienda kanisa fulani. Pastor yule mnayemuita mchawi ndiye aliyeniombea nikapona. Na leo nimekuja kumshukuru Mungu katika hii madhabahu. Ujue wachungaji, Mungu atusaidie. Hatutamani vitokee kwa wengine. Lakini nataka nikwambie hata yeye likimkamata, hutafutaga watumishi wenye nguvu za Mungu wamuombe. Na wewe tafuta. Na ukiponywa
akasimame katikati yao. Wajue ni Mungu aliyefanya, sio wanadamu. Wajue ni Mungu aliyefanya, sio Mafarisayo. Wajue ni Mungu aliyefanya, sio waandishi. Wajue ni Mungu aliyefanya, sio watu waliosoma matheology yao. Wajue ni Mungu aliyefanya, sio watu wanaojiita kwa titles lakini hawana nguvu za Mungu ndani yao. Kutwa nzima kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Hapana. Mungu akifanya, simama katikati yao. Simama katikati yao. Waambie huyu ni Mungu amefanya. Huyu ni Yesu amefanya. Yeye ndiye aliyenifungua. Yeye ndiye aliyeniweka huru. Yeye ndiye aliyeniponya. Yesu anaendelea anasema hivi. Ndipo Yesu akawaambia, na wauliza ninyi, je, ni mahalali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho pande zote. Maana yake hakuna majibu. Yaani hawa watu wanakukataza usiende sehemu ambapo kuna maombezi, lakini wao wenyewe hawana majibu. Hawana majibu. Wanakukataza usifanye, usikeshe, usiombe, lakini wao hawana majibu yako. Wao wana maisha ambayo sio ya kwako. Furaha ambayo wanayo wewe, hiyo furaha hauna. Kwa hiyo usitake watu wakupangie Yesu atakuponyea wapi. Amen. Amen. Yesu anaweza kukuponya kupitia redio. Yesu anaweza kukuponya kupitia ujumbe. Usimpangie Yesu. Yesu anaweza kukuponya kwa kunisikiliza. Yesu anaweza kukuponya sio leo kwa kunisikiliza mimi, lakini kuna mtumishi fulani ukamsikiliza ukaponywa. Nashangaa kwa nini watumishi wa Mungu tunakuaga tunauoga na kondoo zetu wakiwa wanasikiliza watu wengine. Tunawajengea hofu ambayo hatuna majibu kwao. Ukianza kuona huna majibu wewe, watakukimbia tu. Watumishi wa Mungu tutafute nguvu za Mungu. Tuwe na majibu kwenye maisha ya watu. Amen. Huyu mtu Yesu anawakazia macho Mafarisayo. Maana yake anawaambia hivi, huyu ana ugonjwa kupoza. Mponyeni. Nyinyi watumishi wa Mungu. Si mnamkiri Kristo? Ponya. Kwa nini mnakuwa na mashaka? Kwa nini hamwezi kuponya? Si mnamwamini Mungu? Ponya. Mbona mitume ambao tunawasoma, manabii waliopita walikuwa wana uwezo wa kufanya nini? Wa kuponya. Na nyinyi ni Mafarisayo, ni walimu wa Torati. Tora. Ni walimu wa Tora. Mnajua Naaman alikuwa na ukoma, akaenda akaambiwa kajichovi mara ngapi? Mara 7. Kwa neno la nabii wake akapona. Kwa nini na nyinyi neno lenu halina mamlaka? Na mmesoma? Hawana majibu. The same ndivyo ambavyo mtu anayekuzuia usiende kukutana na Yesu, hata yeye hana majibu. Yesu hakuwahi kuwakataza hata wanafunzi wake wasiende kwa Mafarisayo. Yesu hakuwahi kumkataza huyu kwamba asiwasikilize Mafarisayo. By the way, ameingia katika kambi ya Mafarisayo. Humo kwenye sinagogi. Mponyeni, anatolea macho. Ponya. Hawana majibu. Majibu yako hayapo katika kanisa. Majibu yako hayapo katika jengo. Majibu yako kuna mtu mmoja mwenye Yesu ameabeba majibu yako. Mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye kinywa chenye uweza ndiye mwenye majibu yako. Mtu ambaye ana uwezo wa kusema imekwisha kwenye maisha yako na ikashoisha. Mtu anasema simama na ukasimama. Mtu anayejua mamlaka ya kiroho juu ya mwili wa mtu. Mtu anayejua mamlaka ya kiroho juu ya afya ya mtu. Mtu anayejua mamlaka ya kiroho juu ya nguvu za giza juu ya mtu. Huyo ndio anayeweza kukunyanyua. Ana ufunuo na masuala ya kiroho. Amen. Sio kila anayefunua Biblia, sio kila anaongoza ibada. Ana ufunuo wa nguvu za Mungu. Ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Lazima mtu awe anaamini ninachokisema kinatokea. Kwa sababu mambo ya kimungu yanaenda na imani. Kwa hiyo inawezekana mimi ni mchungaji hapa lakini sina imani kama unaponywa. Inawezekana kama ni mchungaji hapa lakini sina imani unaweza kufunguliwa. Vitu vya kiroho kwa huyo mtu haviwezi kutokea. And yet anahubiri, anasema, lakini anachokisema hapa hamaanishi ndani. Mimi ninakisema na ninamaanisha. Nikisema utafunguliwa, unafunguliwa. Nikisema unawekwa huru, unawekwa huru. Ninaamini ninachokisema. Yesu hakuwa na doubt alipomsimamisha. Unajua kuna wale wengine wanasema, leo aibu sasa. Anapata aibu leo. Huyu mtu mkono huyu kwanza amezaliwa, umepoza hivi. Leo itakuwaje? Leo Yesu anapata aibu.
Ndipo watu wengi wanapendaga hivyo, sema wanasemaga huko wanawafunguaga watu, ngoja tuone leo kama atamfungua fulani. Yaani aibu hizo mnazosema ndo zitokee, ndo hazitokei, ndo vinazidi kutokea vitu vya kimungu. Mtumishi, ukianza kuona watu wanabato na wewe kusema ngoja tuone kama fulani atafunguliwa akienda kuombewa na yeye, ujue ndio Mungu anataka kujidhihirisha. Yaani kosa la hawa Mafarisayo kusema ngoja tuone. Ngoja tuone leo atafanya afanye leo. Wewe usipime na mtu ambaye ameitwa na Mungu katika kazi yake. Usibato naye. Kusema itatokea utokei, utashangazwa na macho yako. Tena Mungu ndio atataka kuonyesha show off. Atafanya zaidi hata vile ambavyo yule mtumishi alikuwa anadhani anaweza kufanya. Anaweza akainua maiti iliyokuwa imelala ili tu Mungu, sio kwa sababu yake, kuadhirisheni nyinyi kwamba Mungu yupo anatembea naye. Biblia inasema hivi, Yesu akawakazia macho pande zote, akawaambia, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Ukawa mzima tena. Kwa hiyo alikuwa na afya, akapooza. Wakurudisha afya hakuwepo. Ulikuwa mzima ila ukapata ugonjwa. Wakusema mzima hayupo. Ulikuwa mzima ukapata nguvu za giza. Wakuziondoa nguvu za giza hayupo. Ila leo, wakati huu, majira haya, Mungu ametutuma tukuambie utakuwa mzima tena. Mkono wako utakuwa mzima tena. Afya yako itakuwa njema tena. Hayo macho utaona tena. Hiko kisukari kitaondoka kabisa. Hiyo kansa itakauka kabisa. Hiyo HIV itaondoka kabisa. Visivyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu vinawezekana. Hatutumii akili zetu, hatutumii mawazo yetu, tunalitumia jina la Yesu liletalo uponyaji. Yesu mwenyewe ndiye alimwambia, simama, nyosha mkono wako, akawa mzima. Yule Yesu aliyetenda ndiye Yesu anayekaa ndani yetu. Ndiye Yesu anayeongea sasa hivi kupitia kinywa cha Godfrey, na ndiye Yesu atakayetamka kupitia Roho wake aliyesema, sitawaacha yatima, nitakuwa pamoja nanyi. Nitawaletea huyo Roho ambaye atakuwa msaidizi. Lolote muombalo kwa jina langu, Baba atalifanya. Kwa sababu nina Roho Mtakatifu ninafanya naye kazi, nitaomba kwa jina la Yesu, Baba atafanya. Kwa sababu ni ahadi ya mwana wake wakati anaondoka duniani anatuacha. Alisema sitawaacha yatima, nitawaleteni msaidizi, na huyo msaidizi atafanya kazi na ninyi. Mtakachokiomba haitakuwa nguvu yenu, itakuwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa sababu mnatembea na Roho Mtakatifu, mimi mkiniomba kwa jina langu, ndio maana tunasemaga kwa jina la Yesu, kwa sababu ametuambia ombeni kwa jina langu na Baba atawapeni. Kwa hiyo nitamuomba Mungu kupitia Yesu Kristo uponyaji, Mungu ataachia uponyaji. Nitamuomba Mungu kuhusu breakthrough yako kupitia jina la Yesu, Mungu atafanya. Nitaomba nguvu za giza zikuachie kupitia jina la Yesu, Mungu atakufungua. Ni principles za kiroho. Tunapoomba kwa jina lake, vitu vitokee. Unaweza ukajiangalia ni kitu gani ambacho kwenye maisha yako kimekaa. Kitu gani kinakutesa? Kitu gani kimekuwa ni shida kwako? Kitu gani kimekuwa ni tatizo kwako ambacho umejaribu miaka na miaka? Sawa, huyu mtu alikuwa na ugonjwa wa kupoza mkono miaka na miaka, lakini alihitaji siku hiyo moja. Inawezekana unanisikiliza na wewe leo ni siku ya muujiza wako. Ni siku ambayo Yesu anaenda kuleta uponyaji kwako kupitia watumishi wake. Kwa sababu anaifanya sio sisi, anaifanya ni Mungu ndani yetu. Tunaitamka sisi, tunatumia imani yenye mamlaka, vitu viweze kutokea kwako. Popote ambapo upo, anza kujiangalia. Kitu gani kimekaa kwako kwa muda mrefu? Ugonjwa gani umekaa kwako kwa muda mrefu? Na umejaribu kila aina ya njia, imeshindikana. Ninataka nikwambie leo usijaribu. Leo unaondoka na uponyaji wako. Leo unasimama na uponyaji wako. Yule Yesu mtenda miujiza yuko mahali hapa na kuna kitu anataka kukifanya kwako. Cha kuongezea mtumishi. Waweke imani kwa Mungu.
Mungu pekee ndio anaweza kufanya, na Mungu pekee ndio anaweza kuponya. Tutakapokuwa tunaomba, utashika hapo ambapo unaumwa. Kama unaumwa vitu vingi, kama mkono kwenye kichwa chako. Mtumishi atakapokuwa tunaomba, hakikisha imani yako unaweka kwa Mungu. Tutatamka, atathibitisha huo uponyaji ambao unatakiwa uingie kwako. Amen. Amen. Basi tuanze kuomba. Wapeke kwenye maombi. Karibu. Tashika hiyo sehemu ambayo unaumwa, hiyo sehemu ambayo ina udhaifu. Ishike ukiamini kwamba siku ya leo unakwenda kupokea uponyaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa ajili ya muda huu, asante kwa ajili ya huu wakati Mungu ya hai. Neno lako linasema tutaweka mikono kwa wadhaifu na watapokea uponyaji. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wapo watu ambao wanaumwa na wako wadhaifu, wengine wako vitandani, wengine wanaweza kunyanyuka, lakini wamekuwa waki-experience maumivu kila siku. Wamekunywa dawa, wengine wanachoma masindano, wengine wanashindwa kulala kwa sababu ya hayo maumivu ambao wanayapata. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila nguvu ya giza iliyoko nyuma ya huo ugonjwa, kila nguvu ya giza iliyoko nyuma ya huo ugonjwa inasikia hii sauti sasa hivi. Ondoka, achia huo mwili. Ondoka, achia huo mwili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hivyo vipanda uso viondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hayo magonjwa ya migongo yaachie huo mwili hapo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. We pepo unayekaa kwenye hizo pingili za mgongo, we pepo unayekaa kwenye hizo pingili za kiuno, ondoka, achia. Ondoka, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila anayesumbuka na magonjwa ya tumbo, ninakausha huyo nguvu ya giza aliyopo huko kwenye hilo tumbo. Unaanza kupata shida wewe ambaye unaleta udhaifu wa matumbo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe ambaye umekamata hilo tumbo unasababisha vidonda vya tumbo, ondoka, achia hilo tumbo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe ambaye umekaa kwenye hiyo milija, ninakukausha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Achilia hiyo milija katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila udhaifu ambao uko kwenye haya matumbo unakimbia na kuachia, unaondoka na kuachia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yeyote ambaye anaumwa, yeyote ambaye ni mdhaifu, kuna neno la uzima linaingia kwako. Chukua mkono wako, weka. Chukua mkono wako, weka. Kuna magonjwa mengine ya siri, wewe weka mkono. Weka mkono sehemu ambapo unaumwa. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu zianze kupita sehemu ambapo ameweka mkono wake. Sehemu ambapo ameweka mkono wake. Nguvu yoyote ya giza nyuma ya huo ugonjwa, ninajua hakuna ugonjwa unakuja kwa bahati mbaya. Kuna nguvu ya giza iliyotumwa kuleta huo ugonjwa. Kuna mwenye hila ameutengeneza huo ugonjwa. Wapambane na ugonjwa, lakini sio nguvu ya giza. Ninaizungumzisha hiyo nguvu ya giza. Huo mkono aliouweka sio mkono wake, ni mkono wa Roho Mtakatifu. Na ndio unaingiza hiyo nguvu ya moto. Ule moto ulao, ile consuming fire inapita sasa kwenye huo mkono. Ninaruhusu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ipite. Ninaruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ipite. Na inakausha kila nguvu ya giza, inawaunguza wote. Mnaungua wote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Achia wewe nguvu ya giza. Achia kwenye huo mwili. Achia kwenye hayo magonjwa. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Your time is finished. Your time has expired. Your time to check out is now. Check out in the mighty name of Jesus. Check out in the mighty name of Jesus. Unaondoka, unaachia huo mwili. Unaondoka, unauachia huo mwili. Unaondoka, unauachia huo mwili. Anakuwa mzima sasa hivi. Ninatangaza uzima kwenye huo mwili. Kila aina ya ugonjwa ambao alikuwa anaumwa huyo mama, anapata uponyaji sasa hivi. Ninaruhusu njia ya uponyaji ingie sasa hivi. Ninaruhusu uponyaji uingie sasa hivi. Kuanzia kwenye unyayo, uponyaji. Hiyo miguu iliyovimba iache kuvimba sasa
sasa hivi. Miguu iliyopooza, ninazungumza na ninyi, simama kuanzia sasa. Wewe ambaye ulikuwa huwezi kusimama kwa sababu ya miguu, simama. Ninakutangamkia, simama. Wewe ambaye ulikuwa unaumwa uvimbe za kila namna, umepona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ambaye mifupa ilikuwa inauma, ninakutangazia uponyaji kuanzia sasa. Wewe ambaye ulikuwa usikii, ninakutangazia umefunguliwa na unaisikia hii sauti. Na unaisikia hii sauti. Na unaisikia hii sauti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu umepona. Kwa mamlaka ya jina la Yesu umepona. Wewe ambaye ulikuwa unaumwa kifua, iko kifua kimeachia. Huo uponyaji umeingia. Wewe ambaye ulikuwa unaumwa pumu, unaumwa figo, kila aina ya magonjwa, ninatangaza uponyaji kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Huo uponyaji umeingia sasa. Huo uponyaji umeingia sasa. Unawekwa huru kuanzia sasa. Unawekwa huru kuanzia sasa. Unawekwa huru kuanzia sasa. Ninatamka nikiamini umepona. Wewe ambaye unaumwa kichwa, kipanda kichwa, unaumwa sukari, kila aina ya kisukari, yeyote ambaye ana sukari na anadisikiliza, anapokea uponyaji sasa. Hii sauti inaingia na kumponya sasa. Yeyote ambaye alikuwa anaumwa kansa, hiyo kansa ikauke sasa. Huu ni muda wa badiliko. Huu ni muda wa badiliko. Hilo badiliko linatokea sasa kwenye maisha yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Imekuwa kama nilivyotamka. Imekuwa kama nilivyosema. Kwa sababu ni Mungu atendaye kupitia watoto wake. Kupitia jina la Yesu. Jina lipitalo majina yote. Ndilo jina limekukomboa. Pokea huo uponyaji. Pokea kufunguliwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye ana nguvu za giza za namna yoyote, ninayazungumzisha majini, nazungumzisha mapepo yaliyoweka kituo ndani yake. Kila pepo, kila pepo. Hii hapa sihitaji kukubembeleza. Ninakuamuru uachie. Ninaruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu kuanzia kwenye utosi wake. Ipite kama moto. Ipite kama moto. Inapita kwenye kifua. Inapita kwenye kifua. Inapita kwenye tumbo. Inapita kwenye huo mgongo. Inapita hiyo nguvu kama moto wa Roho Mtakatifu. Inashuka mpaka kwenye unyayo. Kwenye hiyo damu inapita. Kila nguvu ya giza iliyojificha, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unaachia. Unaachia. Unaachia kuanzia sasa. Unaachia kuanzia sasa. Ipige kelele ziondoke. Ninawahesabia mpaka 3, mnaachia. 1, 2, 3. Out in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Zote zinaachia na kuondoka. Zote zina check out. Zote zina check out. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Msirudi tena ndani ya huyo kijana. Msirudi tena ndani ya huyo binti. Msirudi tena ndani ya huyo baba. Msirudi tena ndani ya huyo mama. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Kwa sababu imekuwa. Wewe ndiye uliyetenda. Sisi tumetumika kama vyombo. Tumetumika kama watumishi wako. Baba, asante kwa kumkomboa mama yule na kumweka huru. Asante kwa kufanya kwa baba yule. Asante kwa kufanya kwa kijana yule. Asante kwa kufanya kwa binti yule. Wote waliofunguliwa. Wote waliofunguliwa. Uzima, uponyaji ukawe permanent kwao. Adui asije kwa namna yoyote kurudisha ugonjwa tena. Adui, ninakufungia milango. Ninakufungia milango. Hautachukua kile ambacho kimefanyika leo. Hautapokonya kile ambacho kimefanyika leo. Hautaiba kile ambacho kimefanyika leo. Hautawaletea magonjwa, hautawaletea tatizo lolote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, wamekuwa huru na wamekuwa huru kweli kweli. Kwa utukufu wa jina la Yesu, ninaomba na kushukuru. Amen. Basi mshangilie Mungu kwa kile ambacho amekifanya, uponyaji ambao ameufanya ndani yako. Tunaamini Mungu ametenda kwako, kwa ndugu zako, kwa jamaa zako. Mshukuru Mungu. Nenda kanisani kwenu, nenda kamtolee Mungu sadaka ya shukrani kwa kile ambacho Mungu amekifanya. Lakini pia tutafurahi tukisikia ushuhuda. Kuna hizo namba hapo. Tukisikia kile Mungu amekifanya kwako
ama kwa ndugu yako, karibu andika tuweze kushirikiana pamoja kumshukuru Mungu. Mungu awabariki sana. Kuna namba ya sadaka unaweza ukamtolea Mungu kwa ajili ya kusema asante. Mungu awabariki. Tukutaneni Ijumaa ijayo tena kwenye muda na wakati kama huu.